Tunataka tuangazie kuhusiana na ukata kwenye vyama vya siasa. Tumeona vyama vingi sasa hivi vinachangisha michango kwa ajili ya kuweza kusapotiwa katika harakati na kuendesha shughuli zao za kila siku za kichama. Wewe ni mtaalamu wa masuala ya siasa, uongozi, utawala. Tunafikaje hapa? Yaani vyama vya siasa vimefikaje hapo? Ni swali zuri sana, na vyama kweli viko katika hali mbaya, na ukiangalia nimeona baadhi ya vyama kama viwili vimeanza michango. Hii inatokana na nini? Sheria ya, nadhani unafahamu, sheria ya ruzuku ya vyama vya siasa, ile ya kifungu namba 16 ya sura 258 inaeleza wazi kuwa kwamba ruzuku ya vyama vya kisiasa vinatakiwa vitolewe katika masharti gani, na hivi vyama vyote ambavyo viko katika harakati za kuchangisha, huenda yale masharti ya ile ruzuku ya vyama vya kisiasa wamekuwa hawana. Kwa mfano, masharti yale inasema kuwa kwamba ili chama kiweze kupata ruzuku, masharti yako matatu. Moja, kwanza kiwe kimesajiliwa, lakini pia masharti ya pili kiwe kimepata angalau 5% ya kula za wabunge, madiwani katika uchaguzi ule ambao unafanyika, na tatu, sharti la tatu, kiwe angalau kiwe na mwakilishi wa kiti cha udiwani au kiti cha ubunge. Vyama vingine vimefanikiwa kuwa na baadhi ya wakilishi, hivi vyama ambavyo vinavochangisha, lakini bado ile ruzuku wanaoipata ya mwezi ni ndogo, wakati mwingine itoshelezi, kwa sababu serikali inatakiwa ipange bajeti kila mwaka kwa ajili ya kuhakikisha kila mwezi wanatoa ruzuku kwa vile vyama ambavyo viko katika masharti. Sasa umeona chama kimoja ambacho kimeweza kupata wabunge wengi kinapata ruzuku nyingi kutoka katika serikali, na hivi vyama vingine vinakosa ruzuku, na ndio maana vinaingia katika ukata wa kuweza kuanza sasa kuchangisha michango, na wakati mwingine migogoro ambayo inapelekea migogoro hasa na matumizi ya fedha kutokuwa uwazi na matumizi makubwa, wakati mwingine ndipo inapelekea kuingia katika michango. Kwa hiyo vyama viko katika wakati mbaya sana, viko katika hali mbaya sana vya kisiasa. Tunapozungumzia vyama vya siasa, ukiangalia kwa mujibu wa utaratibu wenyewe, kuna ada ya michango, misaada ya ufadhili pia. Lakini swala la miradi, tunatambua kwamba vyama karibia vingi vina ufadhili nje ya hii michango ambayo imeanza kama harambee, na mwongozo unasema kwamba wanachama wenyewe ndio wanakuwa sehemu ya michango au ada. Lakini sasa kama kuomba Watanzania ndio wawe sehemu ya michango, hoja yangu ni kwamba vyama vinafeli wapi? Na si kila wakati wote wanakuwa na ukata kwenye swala kwa na miradi, hawajajipambanua sana. Ili unalizungumziaje? Vyama ukiondoa vinafeli kitu kimoja, kwa sababu vyama vingi hivi vina wafuasi, havina wanachama. Kuna wafuasi na wanachama. Ukiwa mwanachama kwamba lazima umtambue na aweze kulipa ada, lakini ukiwa mfuasi unaweza ukakipenda chama lakini usiwe na masharti ya kulipa ada. Kwa hiyo hilo ndio sababu kubwa vyama vinafeli, kwamba kama vinakuwa vina wanachama, kwamba kusema huyu mwanachama labda wanachama 200 wanaohakika kila mwezi wanalipa ada ya uendeshaji wa kile chama, kwa sababu chama kinahitaji kuendeshwa, kinahitaji mishahara ya watumishi, kinahitaji mishahara, labda kodi za ofisi wakati mwingine, na usafiri katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo kukosa ada ya wanachama napo ni kikwazo. Lakini ufadhili, vyama vingi wafadhili wanaogopa, tuseme ukweli, wafadhili wanaogopa kuweka pesa katika vyama ambavyo vya upinzani. Wanaogopa wakati mwingine wanaweza kuona brandi zao wanachafua au la, kutokana na masharti ya matakwa ya chama. Kwa hiyo wafadhili wakati fulani wanaogopa kuweka pesa katika vyama hivyo ambavyo viko katika mlengo wa upinzani. Kwa hiyo hapo ndipo kufeli. Lakini unamaanisha nini wanaogopa? Unajua wakati fulani siasa inavyokuepo katika nchi fulani, kwamba mtu anaweza kusema nikiweka pesa yangu ninaweza nikaonekana kama na support upinzani. Umeona? Na lakini unapoweka pesa yako unakuwa hujavunja sheria. Haujavunja sheria, na ni matakwa, kwa sababu malengo ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 ulikuwa lengo la kuweka demokrasia iwe na mizani, kwamba demokrasia iwe na ushindani. Kwa hiyo kama vyama vya upinzani vikakosa ushindani wa kifedha, utakuta chama kimoja tu ndio kinachojiongoza yenyewe, na demokrasia inaweza ikawa chini
Kwa hiyo vyama vingi, umeona vyama vingi ambavyo vinavyoshiriki uchaguzi, vikishashiriki tu uchaguzi, baada ya hapo vimekuwa havina tena nguvu, kwa sababu ile nguvu ya kuenda moja kila saa, na ndio maana unakuta havifanyi hata mikutano ya majimbo, havifanyi mikutano ya mikoa. Utakuta katibu hata kutembelea mkoa hawezi kwa sababu hana pesa. Umeona? Kwa hiyo wafadhili wanaogopa. Tofautisha na mataifa mengine, utakuta vyama vya upinzani vinafadhiliwa na wafadhili wakubwa tu wa migodi, wa ndani, wanafadhili. Umeona? Sasa utakuta katika hivi vyama vyetu hivi vya upinzani, wafadhili wanaogopa wakati mwingine, wa ndani au wa nje, na wajipambanui vile vile, na ndio maana unakuta wanaendesha bakuli. Lakini kukosa kuaminiana kidogo, ulikuwa unamalizia kukosa kuaminiana kwenye swala la vyama kunachangia pia ukata katika hivyo vyama, na hasa kwenye swala la kikada kwenye mamlaka. Ni kweli migogoro inaweza ikapelekea, kwa sababu ukiangalia vyama vingi vya ambavyo vinaingia katika ukata huo, migogoro sio kama havina wabunge au vilikuwa havina viongozi wazuri. Utakuta kiongozi anakaa, baadaye mwisho wa siku anahama kile chama, anaenda chama kingine, anarudi. Migogoro ya ana kwa ana. Utakuta vyama hivi vimewekeza watu wengi, na wakiingia sasa kwenye kitu ambacho wanashindwa kuhandle, wakishaingia kwenye uchaguzi, na ule uchaguzi wa vyama ukipita, hapo migogoro ikiwa mikubwa, vyama hivi vinaingia kwenye ukata mkubwa sana, kwa sababu kurudisha ile hali sasa ya kukaa pamoja, ile tunaita internal diplomatic, ndipo vyama hivi wanashindwa kabisa. Kwa hiyo vinaingia kwenye ukata moja kwa moja. Swali lingine ambalo natamani kuuliza, kuna vyama ambavyo tumeingia katika mfumo wa vyama vingi mwaka 92, lakini baada hapo kuna vyama ambavyo vimekuwa active kuanzia miaka 93, 95, mwaka 2000, tutaka mnaongelea miaka 20 kitu. Mbali na hii michango ya hapa na pale, kuna vyama tutegemea viwe na hata assets ndani ya chama ambazo zinaweza kutoa salio fulani vikaweza kufanya shughuli zake. Kwa nini hatuoni hiyo? Ni kweli vyama hivi toka mfumo wa uchaguzi ulivyokuwepo 92, yani kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi 92 na vyama kuanzishwa 93, kuna watu walijitoa kuvifanya hivi vyama vikawa juu, na wakatoa pesa zao na wakaweka pesa zao. Sasa wale watu wamesharudi nyuma. Umeona? Na ndio maana kama swali lako la msingi, kukosa kuwa na asset, tofautisha na vyama vingine ambavyo viko labda chama kinachoongoza dola kinakuwa na asset nyingi. Vyama hivi vimeshindwa kujipambanua kuwa na asset. Havina, utakuta wakati mwingine hata ofisi wanapanga, umeona, hazina miradi ile ambayo elekezi, na wakati mwingine sheria inaweza muda mwingi wanaingia kwenye migogoro kuliko kutekeleza ile miradi. Na ndio swali liko hapo kwamba chama kama kiko kimekuwa na uhai, kimesajiliwa miaka 25, 28, 30, kwa nini hakina hata asset kidogo? Kwa nini chama hakina hata ofisi? Muda mwingi vyama hivi vinakuwa vinaingia kwenye migogoro ya ndani. Ndio chanzo kikubwa wanashindwa yani chanzo kikubwa hivi vyama vinashindwa kuwa na imara. Migogoro inawaharibu sana, na kufungiana masharti, kwa mfano kufukuzana. Tumeona vyama vingi hivi kumfukuza mwanachama ni dakika moja tu, au kumtoa mbunge mwakilishi. Tumeona kwa mfano 2010 tuliona vyama vingi vya upinzani waliweza kuwatimua wabunge, wakati mwingine hata 2020. Kwa hiyo hoja ya msingi, vyama hivi vinapitia ukata, havikai pamoja, kwamba haviaminiani, kwamba kuna ule mfumo wa kusema watu wawili wachache ndio wanaweza wakawa na mamlaka ya juu. Kwa hiyo kama wakiaminiana, wanaweza wakafika mbali sana. Swala la baadhi ya wafadhili kusita katika kusapoti vyama vya siasa, hii inaweza kuwa ni ishara kwamba hakuna mizania ya ushindani wa kisiasa. Mimi nakili kabisa swali lako la msingi. Lazima tufanye reform ya mfumo wa vyama vingi, kwamba mizania, kwa sababu lengo la mfumo wa vyama vingi ulivyoanzishwa ni lengo lilikuwa ni ushindani, na kufanya vyama hivi kuishauri serikali iliyokuwa imeshika dola, lakini licha ya kuishauri serikali ilishika dola, kuikosoa. Yani mfumo wa vyama vingi lengo lake ilikuwa ni kuikosoa serikali iliyokuwa imeshika dola. Na ndio maana ulipoanzishwa, hayati Mwinyi alizungumza sana, alisema lazima tuwe wastahamilivu, kwa sababu mbeleni tutakosoana sana. Kwa hiyo ili wewe ulishika dola usijione umejikimbiza peke yako, kwa sababu sisi hatuwezi tukajisemea
lazima hawa mfumo wa vyama vingi hawa ambao vyama vingi sasa vyama vya upinzani wanapoona kuna shida ya barabara wazungumze kwamba hapa barabara hii haijafanyaje, haijatekelezwa au pesa zimepelekwa lakini zimeliwa. Kwa sababu hatuwezi tukazungumza wote kwamba mimi na wewe hatuwezi tukazungumza. Kwa hiyo tunatumia hawa wawakilishi kwamba lazima wazungumze kwamba hapa ndiyo pesa zimepangwa budget. Kwa mfano sasa hivi tuna bajeti ya serikali ambayo imeanza toka Julai. Ni nani wanakoza kuipush ile bajeti iweze kufanya kazi? Kama tutoipushi mambo yanaweza kaenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo hawa lengo lao kuu ni kuipushi serikali. Lakini pia inawezekana labda viongozi wa vyama vya siasa hasa vya upinzani kwamba labda pia nao nguvu yao ya ushawishi ni ndogo katika ulimwengu wa wadau ambao wanaweza wakawasaidia kifedha. La hasha, sio nguvu yao ni ndogo. Kwa mfano ukija kukumbuka 95 TRP ya Mrema, nadhani umeiona jinsi ilivyo. Kama kipindi kile kulikuwa na kitu kinaitwa UKAWA. Unafahamu UKAWA? Nakumbuka. Muunganiko wa vyama vya upinzani. Wewe ulionaje ile nguvu? Kwamba uliona kabisa nchi imeingia kwenye ile demokrasia ambayo halisi. Na mimi namshukuru sana mheshimiwa Kikwete pamoja na hayati Magufuli, walifanya kazi kubwa na nchi haikutoka katika mambo ya uvunjifu wa amani. Tulikosoana lakini mwisho wa siku tulikaa pamoja. Wewe jiulize Jangwani watu walikuwa wanajaa pale wapinzani. Umeona? Unaona ile tunasema ligi. Ukiona huko Arusha chama tawala wamepiga watu wengi, umeona pale Jangwani. Ukiona Jangwani umeona Mwanza, walikuwa ile chanting ambayo ndiyo uhalisia wa vyama vya upinzani kuikosoa. Lakini mwisho wa siku walivuna wabunge na wabunge wale waliweza kutoa michango yao ya kutosha na ilisaidia nchi kuenda katika mpaka tulifika katika uchumi wa kati. Nadhani unafahamu. Kufika kwenye uchumi wa kati ni jitihada za mfumo wa vyama vya upinzani kupushi kwa sababu ukiangalia leo hii kuna mambo mengi yanafanyika. Wakati mwingine mimi siwezi nikazungumza, nikizungumza mimi na wewe tunaweza tukakosa ile haki ya kimsingi, lakini yule ana wajibu wa kuzungumza. Kwa hiyo lengo la mfumo wa vyama, nataka nizungumze, lengo la mfumo wa vyama vya upinzani, yani kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi, labda vijana wafahamu. Kulikuwa na mambo makuu matatu Mwalimu Nyerere alisema. Moja, kuipush serikali. Sawa kabisa. Kuikosoa serikali. Nyinyi mnaoshika dola mkubali kufanyaje? Kukosolewa. Lakini pia mbili, ulinzi na usalama. Mwalimu Nyerere alisema lazima vyama hivi vyote cha kwanza kabisa swala la ulinzi na usalama liwe nini? Liwe namba moja. Isitokee tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi alafu ulinzi na usalama tukafanyaje? Na ndio maana hata Mzee Mtei alipotaka kuanzisha chama cha upinzani Chadema alimfuata Mwalimu Nyerere Butiama, akasema mimi nataka nianzishe chama, akambariki akasema anzisha. Na ndio maana umeona vyama hivi vilipewa nguvu, TRP, NCCR Mageuzi, vilipewa nguvu ili kuhakikisha ulinzi na usalama wa nchi yetu uwe imara zaidi. Mimi nina maneno mawili ya wahenga. Wanasema kuna umangimeza na undumela kuwili. Kwanza tuwaangalie wanasiasa na vyama vyao, kwa sababu vyama ni taasisi. Unahisi inaweza ikawa kuna mkwamo wa kufanya sasa kuvipa nguvu na namna ya ukosoaji kama ulivyosema, kwa sababu ya umangimeza na undumela kuwili kwenye vyama? Ni sahihi kabisa. Sasa mfumo ule, hata hivi vyama vingine vya upinzani vinahitaji wafanye reform, kwamba malengo huenda wakati mwingine ya 92 wakawa wameshayageuza, wameingia katika malengo ambayo unayasema hayo. Wakati mwingine tunaweza tukaona vyama hivi mtu mmoja anaweza kukaa nacho mfukoni tu. Sasa yale matakwa yale ambayo malengo ya kina Mrema kipindi kile, waangalie wakina Mrema walivyofanya kazi, kwa sababu ukiangalia kipindi kile 95 nadhani unafahamu Mrema jinsi alivyofanya kazi, wakina Mbatia walivyofanya kazi, NCCR Mageuzi jinsi ilivyokuwa ina push kabisa, hata wakina Profesa Lipumba jinsi walivyofanya kazi. Sasa lazima hatuwezi tukaenda mbele bila kuangalia hawa waasisi. Unahisi kama malengo yamebadilika toka kwa waasisi mpaka sura tunazoziona sasa? Mimi nasema 70% mpaka 80%. Sasa tumebadilisha mfumo wa vyama hivi havi tena vya upinzani, bali ni tunapoelekea sasa tunaweza tukafika katika mstari mwekundu. Moja amehoji hapo siasa za Tanzania, tumeshuhudia, tueleze mchambuzi hapo kwamba baadhi ya wale ambao ni viongozi wanahama kwenye vyama, wengine tulijenga uaminifu kabla ya hapo kwenye hivyo vyama, ni kama kutafuta maslahi kiasi kwamba wengine tunakuwa hatuamini.
kutoaminika kwao inaweza kuwa sababu ya kutengamana na kuwa vyama ambavyo vina mashiko ameendelea kwamba wakajipata, ameandika hivyo kimapato. Anataka kumsikia mchambuzi kwamba hii dhana ya wanasiasa kwa hamahama vyama ndio inaleta pia wakati mwingine hata ukakasi kwa baadhi ya watu ambao wanataka kujitoa kuwachangia. Sijui unaweza kumjibu chochote bana? Ni sahihi kabisa. Kwa mama wakati mwingine utakuta mtu ameshatengeneza legacy, yani anaaminika katika kile chama, wanamuamini. Dakika 2 ameshaondoka. Kwa hiyo kuna kwa mfano ukishatengeneza legacy una wafuasi. Hata mimi ninakuwa na wafuasi wangu, au sio? Sasa watu wanaamini uwepo, sengine wewe ndio umetushawishi mpaka sisi tuwepo kwenye iko chama. Ukishaondoka tayari umeshawavunja moyo watu. Kwa hiyo kwa mama napo inasaidia, inachangia wafadhili na watu wengine kutokuchangia katika hivyo vyama. Kwa hiyo kama mwanasiasa ukishaingia kwenye siasa ya chama A, vumilia, ndio umeshaingia iko chama. Vumilia mpaka dakika ya mwisho. Kama utakuwa unaona siasa yako ambayo unaona muda huo siwezi nikaongea, bora unyamaze ili kuwapisha vijana wadogo waweze kufanyaje, kuendeleza gurudumu la siasa. Lakini kama unavyoona kwa mtazamo wako wa vyama vya siasa, kuna kipindi unasikia chama kina fedha, kuna kipindi unasikia chama kina ukata, lakini ungekuwa unazungumza na viongozi wa vyama vya siasa ili kuondoa hii sintofahamu, leo kuna neema, kesho kuna ukata, unafikiri misingi gani ambayo viongozi wa vyama vya siasa wanatakiwa waizingatie ili kuwa sasa mwarobaini wa kuondoa ukata ndani ya vyama vya siasa? Moja, uwazi. Vyama vingi hivi uwazi wakati mwingine ni mdogo, lakini kupunguza migogoro. Vyama hivi vya siasa vinapitia ukata wake mkubwa ni migogoro ya ndani. Kama wanaweza wakaitibu migogoro ya ndani, kutofautiana kimaslahi ipo, kutofautiana kifikra ipo, ni namna gani ya kuweza kutatua hiyo migogoro. Na ndio maana umeona vyama hivi vyote vikubwa vilianza NCCR Mageuzi, kilitingisha. Lakini ukija kuangalia hii NCCR Mageuzi nguvu yake imekuwa sio kubwa sana. TLP ilitingisha, lakini umeona nguvu yake sasa hivi sio nini? Sio kubwa sana. Kafu ilifanyaje? Ilitingisha. Kafu ya 95 nadhani unafahamu hapa Magomeni, ilitingisha, lakini leo nguvu yake tena sio kubwa sana. Lakini umeona leo Chadema ndio imefika sasa inatingisha. Lakini umeona bado kuna shida kwenye hasa internal democracy, yani internal diplomatic. Lazima watatue migogoro, wasameane. Wapo kuna watu walipitia, walivijenga hivi chama uwezi ukajenga peke yako. Kusameana kwenye matatizo ndipo mnajenga chama, na ndio mnakaribisha neema. Sasa vyama hivi vikishaingia kwenye migogoro tu, kusameana hilo ni tatizo. Wakisha kupiga muhuri mwekundu basi yani hapo ndo ameshakuweka dampo. Yani hata kama unatamani ujirekebishe, wakisha kupiga muhuri mwekundu. Ramabi, kuna swali hapa. Tunatambua kwamba muundo wa chama unakuwa na itikadi, kunakuwa na falsafa pia ndani yake, mirengo. Hii inachangia kwa kiasi kwamba vyama visiwe vimeungana vikawa vichache na vikapata nguvu kama baadhi ya mataifa na baadaye vikafanikiwa kushika dola. Na hilo ni swali la msingi, na ndio maana nchi, ukiangalia katika nchi za Afrika, Tanzania peke yake ndio nchi ambayo yenye vyama vingi. Kwa mfano ukienda kwenye uchaguzi, ukienda Zambia wana vyama vichache, lakini kwetu tuna vyama 21 kwa sababu vyama wameshafanya ni sehemu ya maslahi ya kwao. Lazima tuambiane ukweli. Lakini kama tunaamua kuwa na vyama vichache ambavyo vyenye kuungana na vyama ambavyo vichache vyenye maslahi mapana ya kuwatetea wananchi, vyama vingi wakati mwingine maslahi ya kuwatetea wananchi ni madogo, wanakuwa ni maslahi yao. Lakini kama tutakuwa na vyama 5, 6, tunaweza taifa letu hili likasonga mbele. Kwa hiyo hiyo ni hoja ya msingi kabisa. Na kwa vyama vya upinzani, wakati wa kumalizia kabisa kwa muda wa sekunde 30 hivi, unafikiri katika hoja nzima ya masuala ya ukata, vyama vya upinzani vijifunze nini kwa chama tawala? Kujifunza kwa chama tawala, bado hata chama tawala napo lazima wafanye reform. Bado kuna shida, lazima tukubaliane ukweli. Shida gani? Lazima wafanye reform, waangalie ni namna ya matumizi yao, ya uwazi wao na uadilifu wao. Bado kuna wakati mwingine unasikia tu matumizi yanaenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo kujifunza hivi vyote kwanza vinatakiwa reform lazima ifanyike. Bado mimi kwa Tanzania bado sijaona kwenye, kwa sababu hata ripoti ya CAG akiwa anakagua unaona vyama hivi vinapata dosari ya nini? Ya pesa. Kwa hiyo bado kwenye masuala ya matumizi ya pesa, hata chama cha tawala nao wanatakiwa wafanye reform vizuri kwenye matumizi ya pesa. Bado kuna shida. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.